Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati. Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Katika maadhimisho ya sikukuu ya kung'ara Bwana, Alhamisi tarehe 6 Agosti 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amefanya hija ya kichungaji mjini Asisi kwenye kanisa kuu la Bikira Maria Malkia wa Malaika. Akakutana na vijana wa kizazi kipya, akajibu maswali yao ya ndani, akaadhimisha ibada ya misa takatifu kwa ajili ya washiriki wa mkutano wa kimataifa wa vijana wa Kifransisikani wenye umri kati ya miaka 18 hadi miaka 33. Itakumbukwa kwamba mkutano huu ulizinduliwa rasmi tarehe 3 Agosti mwaka 2026 na leo umefikia kilele chake katika sikukuu ya kung'ara Bwana, yaani tarehe 6 Agosti mwaka 2026. Tukio hili ni sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Fransisko wa Asisi alipofariki dunia, na unapania kuwasaidia vijana wa kizazi kipya kugundua maana na utajiri wa Mtakatifu Fransisko wa Asisi kwa njia ya mikutano, sala na kusherehekea uzuri wa utakatifu wa maisha. Mkutano huu umenogeshwa na kauli mbiu Go Franciscan Youth Meeting. Hii imekuwa ni fursa kwa vijana wa kizazi kipya kutafakari udugu wa kibinadamu na changamoto zake, safari ya ukuaji wa mtu binafsi, na kwamba vijana wameonyesha karama na mapaji yao kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Nikutazame uso wako katika haki. Mimi nikutazame uso wako katika haki. Niamkapo nishibishwe kwa sura yako, kwa sura yako. Niamkapo nishibishwe kwa sura yako. Niamkapo nishibishwe kwa sura yako, kwa sura yako. Niamkapo nishibishwe kwa sura yako. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, katika maadhimisho ya sikukuu ya kung'ara Bwana, Alhamisi tarehe 6 Agosti 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amefanya hija ya kichungaji mjini Asisi kwenye kanisa kuu la Bikira Maria Malkia wa Malaika. Amekutana na vijana wa kizazi kipya, akajibu maswali yao ya ndani, akaadhimisha ibada ya misa takatifu kwa ajili ya washiriki wa mkutano wa kimataifa wa vijana wa Kifransisikani wenye umri kati ya miaka 18 hadi miaka 33. Itakumbuka kwamba mkutano huu ulizinduliwa rasmi tarehe 3 Agosti mwaka 2026 na umefikia kilele chake kwenye sikukuu ya kung'ara Bwana, yaani tarehe 6 Agosti mwaka 2026. Tukio hili ni sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Fransisko wa Asisi alipofariki dunia, na unapania kuwasaidia vijana wa kizazi kipya kugundua tena na tena maana na utajiri wa maisha na utume wa Mtakatifu Fransisko wa Asisi kwa njia ya mikutano, sala na kusherehekea uzuri na utakatifu wa maisha. Mkutano huu umenogeshwa na kauli mbiu Go Franciscan Youth Meeting. Hii imekuwa ni fursa kwa vijana wa kizazi kipya kutafakari udugu wa kibinadamu na changamoto zake, safari ya ukuaji wa mtu binafsi, na kwamba vijana wameonyesha karama na mapaji yao kwa ajili ya ujenzi, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, sikukuu ya kung'ara sura Bwana wetu Yesu Kristo ni tukio ambalo linaelezwa na Injili tatu, Marko, Matayo na Luka, na linaadhimishwa tarehe 6 Agosti ya kila mwaka. Kristo Yesu akiwa ameambatana na mitume wake Petro, Yohane na Yakobo, akapanda nao mlimani kusali. Akiwa anasali, sura yake ikageuka ikang'ara na mavazi yake yakawa meupe. Wakamtokea Musa na Eliya. Hawa ni watu muhimu sana katika historia ya Wayahudi. Musa ndiye anayewakilisha Torati, yaani sheria na taratibu zinazoongoza maisha yote ya Wayahudi.
Eliya yeye anawakilisha manabii. Zaidi ya hapo, uwepo wa pamoja Musa na Eliya, yaani Torati na manabii, katika lugha ya Kibibulia maana yake ni ufunuo wa maandiko matakatifu. Torati na manabii ni neno linalotumika kumaanisha maandiko matakatifu katika Agano la Kale. Mwisho wa tukio hilo ni kwamba linashuka wingu, na ndani ya wingu hilo inasikika sauti ikisema, huyo ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Wingu na sauti hii ni ile ile iliyosikika siku ya ubatizo wa Kristo Yesu mtoni Yordani. Wingu ni alama ya uwepo wa Mungu. Kumbe sauti hiyo inayosikika inaonekana mara moja kuwa ni ushuhuda wa sauti ya Mwenyezi Mungu. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Haya pia ni maandalizi ya ufunuo wa siku ya mwisho atakapokuja kuwahukumu wazima na wafu, na wala ufalme wake hautakuwa na mwisho. Bwana ni ngome ya uzima, ya uzima wangu, ni mhofu nani, ni mhofu nani? Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mahubiri yake amesema mji wa Asisi ni mahali ambapo palifanyika mageuzi ya maisha ya watakatifu Fransisko wa Asisi na Clara, wakasikiliza mwaliko wa Kristo Yesu na hatimaye wakamfuasa. Huu ni mwaliko kwa waamini kujenga utamaduni wa kusikiliza, kusoma na kutafakari maandiko matakatifu ili hatimaye kufuata nyayo za Kristo Yesu kwa kushinda kishawishi cha kukata na kukatishwa tamaa, kuondoa hofu na wasiwasi kama ilivyokuwa kwa mitume wa Kristo Yesu. Wafuasi wa Kristo Yesu wanaitwa kujadiliana naye mintarafu historia yake, tayari kuanza kuandika ukurasa mpya wa historia ya maisha yao. Yesu alipokuwa nasali, sura yake iligeuka, na kwamba vijana wa kizazi kipya katika mkutano huu wamepata fursa ya wao kukutana, kuzungumza na kushirikishana tajiriba ya maisha, changamoto na mwaliko wa kumsikiliza Kristo Yesu na kufanya maamuzi ya busara mintarafu tasaufi ya Kifransisikani, ambayo ndani mwake wao wanachota amana na utajiri mkubwa, tayari kujenga na kudumisha uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu, majirani zao pamoja na viumbe wote. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema kila kizazi hurithi jukumu la kuunda wakati wake, kuliruhusu historia kukomaa na kuwa ni hali ambapo utu wa kila mtu unalindwa, haki inahimizwa na udugu unawezekana. Hata hivyo, kila zama hukabiliwa na hatari ya kujenga ulimwengu usio na utu na uliojaa ukosefu wa haki zaidi. Popote pale ambako wanadamu wako katika hatari ya kupoteza sura yao halisi, sisi wa Kristo huinua macho yetu kwa Mwenyezi Mungu aliyefanyika mwili, tukijua kwamba ni katika fumbo la neno aliyefanyika mwili pekee ndipo fumbo la mwanadamu hupata mwanga wa kweli. Utu mtukufu ndani ya Kristo Yesu na kuwa njia, kweli na uzima, ukifungua njia kwa kila mmoja wetu kukua kuelekea utimilifu. Hayo tunayasoma kutoka katika waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnificat Humanitas, yaani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya akili unde. Moyo wangu umekuambia, moyo wangu umekuambia, Bwana, 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 uso wako nitautafuta. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, hata baada ya kutimia takribani miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Fransisko wa Asisi, bado mji wa Asisi unaendelea kuwa ni kitovu cha mabadiliko kama ilivyokuwa kwa Mtakatifu Clara aliyetaka kufuata nyayo za Mtakatifu Fransisko, akajitahidi kuishi kama mwanamke akiwa huru kama walivyokuwa wafuasi wa Mtakatifu Fransisko. Huo ukawa ni mwanzo wa nguvu ya Kikristo iliyotenda kazi ndani mwao.
nao vijana wa kizazi kipya wanajitahidi kutafuta watakatifu wapya. Mwaliko kwa vijana hawa ni kuthubutu kuamini katika Injili ili waweze kuwa binadamu huru kwa kuambata na kukumbatia ufukara wa kiinjili, tayari kutumwa sehemu mbalimbali za dunia kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, tayari kugusa madonda matakatifu ya Kristo Yesu, kwa kuwa wanaoteseka kwa matatizo na changamoto mbalimbali za maisha, na hivyo kuingia kwenye uhalisia wa maisha ya watu, na hivyo kujua nguvu ya upole. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika vijana wa kizazi kipya kuachana na utamaduni wa kujimwamba fai kwa kubomoa kuta za utengano, kwa kujikita katika tunu msingi za maisha ya kifamilia na tamaduni njema. Ni mwaliko wa kuondokana na hofu na uoga usiokuwa na msingi, ghasia na matumizi ya nguvu, tayari kujenga utamaduni unaothamini wengine na kuwahudumia kwa kujikita katika utamaduni wa upendo, ili hatimaye waweze kuwa ni vyombo na wajenzi wa haki na amani, kwa kukumbatia na kuambata Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, kwa kujenga na kudumisha utu wa binadamu katika masomo, taaluma, kazi, urafiki wa kijamii, upendo na katika maisha ya sala. Hakukuwa na watu wala sifa, ilikuwa siku za faraga, machozi yakimwagika taratibu, tena na tena na tena, alama mbili kwenye mavumbi, mahali maombi yalipozaliwa. Nifundishe jinsi ya kuomba nikiwa sina maneno ya kusema. Bwana unifanye kuwa chombo cha amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 mwishoni mwa mahubiri yake amewakabidhi vijana wa kizazi kipya amana na utajiri unaobubujika kutoka kwenye sala ya Mtakatifu Fransisko wa Asisi, ili wakatende hivyo hivyo katika maeneo yao. Palipo na chuki nieneze upendo, palipo na mashaka pawe na imani, palipo na tumaini pawe na matumaini, palipo na giza pawe na mwanga, palipo na huzuni pawe na furaha. Bwana Mungu unijalie nisitafute kufarijiwa bali kufariji, nisitafute kupendwa bali kupenda, kwani ni katika kutoa ndipo tunapopokea, ni kwa kusamehe ndipo tunaposamehewa, na ni kwa kufa ndipo tunazaliwa katika uzima wa milele. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawatuma vijana wa kizazi kipya kutenda yafuatayo: Bwana unijalie nisitafute sana kufariji bali kufarijiwa, kueleweka bali kuelewa, kupendwa bali kupenda, maana kwa kutoa ndipo tunapopokea, kwa kujisahau ndipo tunapojigundua, kwa kusamehe ndipo tunaposamehewa, kwa kufa ndipo tunapofufukia uzima wa milele. Amina. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia vijana wa kizazi kipya kwamba maadhimisho haya mjini Asisi yanabaki na kuhifadhiwa katika kumbukumbu ya maisha yao wanaporejea tena katika maeneo yao. Kumbukumbu hii iwe ni kama vile kushuka kwa Mtakatifu Petro, Yakobo na Yohane kutoka mlimani juu wakati wa kung'ara kwa Kristo Yesu, tayari kukabiliana na changamoto za nyakati zijazo, tayari kujitosa bila ya kujibakiza kwa Kristo Yesu, na kwamba Kristo Yesu anawaamini, anawategemea na anaendelea kubaki pamoja nao katika hija yao ya maisha. Tumombe Mungu afungue macho yetu na masikio ili tupate kumjua yeye. Tumombe Mungu afungue akili zetu ili tupate kulisikia neno lake, tulihubiri kwa matendo ya maisha yetu, tulihubiri kwa haki na kwa ujasiri.
tulihubiri kwa haki na kwa ujasiri. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, kijana Francesco Varone kwa niaba ya vijana wenzake wote kutoka sehemu mbalimbali za bara la Ulaya amemshukuru na kumpongeza Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nafsi ya halifa wa Mtakatifu Petro anayetembea na watu wa Mungu katika hija ya maisha yao, huku wakishirikishana magumu ya maisha, changamoto sanjali na Injili ya matumaini na upendo. Katika mkutano huu vijana wamemjifunza kwa dhati kabisa Mtakatifu Fransisko wa Asisi na kwamba yote aliyotenda yalikuwa ni majibu kwa upendo wa Mungu. Vijana wanasema wanahitaji mashuhuda wa kweli wenye uwezo wa kuwaelekeza kwa Kristo Yesu kupitia maisha yao kwa njia ya ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewatia moyo ili kamwe wasiogope kuchagua yaliyo mema na kuyafuata, waendelee kuamini kwamba Kristo Yesu bado ana uwezo wa kuleta mabadiliko, uongofu wa ndani na utakatifu wa maisha. Vijana wanaendelea kusema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kauli mbiu inayofafanua maisha na utume wako imegusa sana mioyo yetu katika siku za hivi karibuni. Katika yeye mmoja sisi ni wamoja. Sisi vijana tunafahamu vyema changamoto ya utengano na hofu ya upweke hasi katika maisha. Unatukumbusha kwamba umoja wetu hautokani na mambo tunayofanana, bali unatokana na nafsi moja, Kristo Yesu. Ndani yake hakuna aliye mgeni, hakuna anayetengwa. Kwa Mtakatifu Fransisko wa Asisi, hii ndiyo ilikuwa kiini cha ujenzi wa udugu wa kibinadamu, kuhisi kuwa ndugu wa kweli si kwa bahati mbaya, bali kwa sababu sisi ni watoto wa baba mmoja. Na hili ndilo tunalolibeba nasi kutoka Asisi. Hapa tumeshuhudia wenyewe kwamba Kristo Yesu anatufungamanisha pamoja na kuwa hatuko peke yetu. Kukusanyika karibu na halifa wa Mtakatifu Petro kumetufanya tuelewe hili wazi wazi. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, vijana wameahidi kuendelea kusali na kumwombea Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maisha na utume wake, ili aweze kuliongoza kanisa kwa hekima, busara na upendo mkuu, na wanamwomba kamwe asiwasahau katika sala na sadaka yake, ili wale wanaokosa ujasiri wa kumchagua Kristo Yesu katika maisha yao waweze kuitambua sauti yake katika kelele nyingi za ulimwengu, ili kweli maisha yao yawe ni kielelezo cha sadaka ya maisha inayotolewa kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kuwa ni mwanga angavu wa imani, matumaini na mapendo. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipowasili mjini Asisi amefanya mahojiano ya maswali na majibu na vijana watatu. Kwanza kabisa wamemtaka Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuwapatia ushauri na mambo yepi wanayopaswa kufanya ili kweli waendelee kuwa ni wafuasi wa misionari amini wa Kristo Yesu, tayari kuwa ni vyombo na mashuhuda wa Injili ya matumaini, furaha na wanyofu wa moyo. Baba Mtakatifu amewataka vijana kuwa ni wanyenyekevu wa moyo, wajitahidi kujenga na kudumisha udugu wa kibinadamu, wakuze imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, pamoja na kuishuhudia. Wawe ni watu wa majadiliano katika ukweli na wazi, wakite maisha yao katika majadiliano ya kidini na kiekumene pamoja na kitamaduni. Wawe ni wajenzi wa haki, amani na upatanisho.
kama mashuhuda wa Kristo Yesu wajiepushe na utamaduni wa kujimwamba fai, wabomoe kuta za kufikirika na maamuzi mbele, wajitahidi kujenga utamaduni wa upendo unaokita mizizi yake katika ukarimu, mambo ambayo si rahisi sana kutekelezwa, lakini ni chemchemi ya furaha ya kweli, amani na utulivu wa ndani. Wawe ni vyombo vya Injili ya huruma na upendo, watu wasiokuwa na makelele, wanaopenda kujenga na kudumisha jumuiya ya waamini, na kwamba ushuhuda wa ufukara wa kiinjili una nguvu zaidi katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, vijana wa kizazi kipya wamemuuliza Baba Mtakatifu Leo wa 14 mambo msingi aliyokumbana nayo katika safari yake ya wito. Yeye anasema Mama Kanisa anawaalika vijana kufuata mito yao kikamilifu, hata wakati mwingine kwa kufanya maamuzi magumu lakini yenye ujasiri na yanayoleta mageuzi makubwa katika maisha ya binadamu. Jambo la msingi ni kukita maisha yao katika fadhila ya upendo, kuwa na imani pamoja na kujiaminisha kwa Mwenyezi Mungu. Vijana wajifunze kujifahamu, kufanya mang'amuzi na maamuzi, na hatimaye kuweza kumjibu kwa uaminifu Kristo Yesu anayewaita katika miito mbalimbali ndani ya kanisa, na kwamba wanapaswa kujitahidi kuwa waaminifu ili waweze kupata utimilifu wa maisha. Haya ndiyo yaliyomkuta Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika safari ya maisha ya wito wake hadi kupata wito maalumu wa kuwa ni halifa wa Mtakatifu Petro. Mwenyezi Mungu ameweka msingi wa maisha na wito wa kila mtu, changamoto na mwaliko wa kuendelea kusikiliza na kuitikia wito huu kila siku ya maisha, kwani kila wito ni safari ya ukombozi na uponyaji, na kwamba Kristo Yesu anawaalika kila siku, anaangaza utu wao na kuwafanya waheshimu pia utu wa jirani zao. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, vijana wa kizazi kipya wanasema leo hii ni vigumu sana kuweza kuliamini kanisa kuwa ni mama na mwalimu kutokana na matatizo na changamoto zake, madonda yake, lakini daima yuko tayari kuwapokea watoto wake na kuwaonesha upendo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Mtakatifu Fransisko wa Asisi alisikiliza kwa makini na kulitafakari fumbo la msalaba kwa kina, akaona kashfa zilizoliandama kanisa. Kristo Yesu katika Injili aliwateua wafuasi wake wachache, akawaita kuwa ni mitume wake, na ndani ya kanisa waamini wanajikuta wakiwa ni ndugu wamoja, lakini bado linaelemewa na ubinadamu wake. Lakini Kristo Yesu anakazia ujenzi wa umoja na udugu, na kwamba kwa yule anayetaka kuwa ni mkubwa atambue kwamba uongozi ndani ya kanisa ni huduma. Neno la Mungu, maadhimisho ya sakramenti za kanisa na Injili ya upendo inayomwilishwa katika huduma kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii, ni kielelezo cha kanisa la Kristo Yesu linalotaka kuhudumia, kuwapokea watoto wake na kuwahudumia kwa upendo, kwa kuwajalia maisha mapya yanayobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hivyo kuwawezesha kuwa watu huru zaidi. Mtakatifu Fransisko wa Asisi aliitwa ili kulikarabati kanisa la Kristo lililokuwa linabomoka. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kila mwamini ndani ya kanisa na wajibu na dhamana, wito na karama zake. Mambo yote haya yanapaswa kuwekwa kwa pamoja kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa zima. Ni mama anayempeleka Kristo Yesu kwa waamini wake na kuendelea kubaki pamoja nao, ili kama waamini waendelee kuwa ni vyombo na mashuhuda wa Kristo mfufuka katika maisha na historia yao. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, kukunogeshea hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa ziara yake ya kichungaji mjini Asisi, kutoka studio za redio Vatikani, Kamakawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa. Njia zangu nazopita zimechaka, tena zimechoka sana,
lakini we hukuwainiacha kila nakopigana. Njia ndefu peke yangu siwezi, tazama unavyonibeba. Unapopata kiu na maji sioni, tazama unavyoninywesha. Mimi naomba dua nafunga sana, ila bado janionesha, ila mpaka leo nakazana. Iko siku tanwezesha, ulituahidi Baba Godio, hautotuacha wenyewe. Kila tunaposhindwa Baba Godio, tutakuwa na wewe. Ulituahidi Baba Godio, hautotuacha wenyewe. Kila tunaposhindwa Baba Godio, tutakuwa na wewe. We believe in Godio, believe in Godio, we trust in Godio, na yeye atatuongoza. We believe in Godio, believe in Godio, we trust in Godio, na yeye atatuongoza. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kadita matamati nimegota kwa niaba ya Sisa Christine Masivo kutoka studio za Radio Vatikani. Mimi ni mtoto wa mkulima nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus. Wajua kuketi kwangu Bwana, wajua kuondoka kwangu, wafahamu mawazo yangu Bwana, wafahamu tokea mbali. Umepepeta na kwenda kwangu Bwana, na pia kulala kwangu Bwana. Umeelewa njia zangu Bwana, njia zangu zote Bwana. Na mbele ukaniwekea mkono wako. Maarifa hayo ni ya ajabu, yanishinda nguvu mimi Bwana. Hayadiriki, siwezi kamwe kuyafikia Bwana. Hayakabidhi maisha yangu yote kwako.